Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati vyombo vya habari vikiripoti juu ya Nicolas Maduro kutaka kuondoka mamlakani baada ya miezi 18, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alimtaka Maduro aondoke mnamo Novemba 28. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi huyo wa Venezuela alionyesha nia ya kuondoka nchini humo akiwa na wanafamilia, mradi yeye na wanafamilia wawe salama. Rais wa Marekani Donald Trump katika mazungumzo ya simu ya Novemba 21 alitaka ndani ya wiki moja kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro aondoke nchini humo, Reuters iliripoti. Kulingana na vyanzo, mazungumzo ya viongozi hao yalichukua chini ya dakika 15. Wakati huo, Trump alimwambia Maduro kwamba alikuwa na wiki moja kuondoka Venezuela kuelekea mahali atakapochagua pamoja na wanafamilia wake. Kama ilivyofafanuliwa katika ripoti hiyo, tarehe ya mwisho ilimalizika Ijumaa Novemba 28. Kuhusiana na hili, Novemba 29 Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba alikuwa amefunga anga juu ya Venezuela, akisema kwamba mashirika ya ndege, marubani, wafanyabiashara na madawa ya kulevya na wafanyabiashara wa binadamu wanapaswa kuzingatia anga juu na karibu na Venezuela kwamba imefungwa kabisa na hivyo hawapaswi kufanya safari za ndege. Ripoti zinaeleza kwamba Maduro katika mazungumzo na Trump alionyesha nia ya kuondoka nchini na wanafamilia, mradi yeye na familia yake watakuwa na msamaha kamili wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vyote vya Marekani na kumalizika kwa kesi kuu inayomkabili mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya maafisa 100 wa Venezuela. Kwa ufupi ni kwamba Nicolas Maduro hakuwa tayari kuondoka madarakani katika siku za hivi karibuni, na inadaiwa pia kwamba sasa Maduro anatafuta namna ya kuendelea kubaki madarakani kwa kuwashirikisha baadhi ya viongozi wengine katika ulimwengu, hasa mataifa makubwa rafiki ikiwa ni pamoja na Urusi, China, Iran na hata Korea ya Kaskazini. Zaidi ya hayo, amesisitiza kuwa serikali ya mpito wa Venezuela hadi uchaguzi mpya inapaswa kuongozwa na makamu mkuu wa rais wa nchi hiyo, Delcy Rodriguez. Trump, kulingana na vyanzo, alikataa zaidi matakwa ya Maduro. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa mazungumzo kuhusu uwezekano wa Maduro kuondoka Venezuela yanaweza kuendelea. Tarehe 30 Novemba, rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha kuwa alikuwa na mazungumzo mengine ya simu na kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro. Hapo awali Novemba 29, Rais Trump alitangaza anga ya juu kwamba imefungwa, na baadaye alifafanua kuwa kauli yake isichukuliwe kuwa ni ishara ya uwezekano wa kutokea mashambulizi ya Marekani katika taifa hilo la Amerika ya Kusini. Washington imeishutumu Caracas kwa kutofanya vya kutosha kukabiliana na magendo ya dawa za kulevya. Kwa kisingizio hiki, Marekani ilipeleka vikosi vikubwa katika eneo la Caribbean. Kikundi cha mashambulizi cha meli za kivita cha Marekani kikiongozwa na shehena ya ndege Gerald R. Ford, manowari inayotumia nguvu za nyuklia, na zaidi ya wanajeshi 16,000 wameripotiwa kutumwa na Marekani karibu na nchi hiyo. Tangu Septemba, Marekani imeharibu angalau boti 20 na kuondoa zaidi ya watu 80 wanaodaiwa kujihusisha na biashara za dawa za kulevya kutoka Venezuela. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti mara kwa mara kwamba Marekani huenda ikaishambulia Venezuela siku za hivi karibuni. Mnamo Novemba 27, Trump alisema kuwa Washington itaanza hivi karibuni kupambana na usafirishaji wa dawa za kulevya kutoka Venezuela kwenye ardhi, lakini hakufafanua. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.